kuombea uponyaji wa majeraha ya ndani, yani inner healing, majeraha yaliyosababishwa na misimu iliyopita katika maisha ya kwako. Kuna misimu ambayo umepitia ya msongo wa mawazo, ya stress, ya misiba, ya kuonewa, ya kudhulumiwa, ya kushutumiwa, ya kusingiziwa, misimu ya kupoteza, misimu ya kuuguliwa, misimu ya misiba mbalimbali. Na hii misiba imekuletea mateso. Sasa neno ambalo tunasimamia ni katika kitabu cha Yeremia ule mlango wa 30 mstari wa 17. Yeremia 30:17. Biblia inasema, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema, ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Bwana anasema atakurudishia afya. Na hapa niseme specific leo, na ninatangaza kwenye madhabahu hii leo, wale waliopitia misimu iliyowaletea magonjwa yasiyoambukiza, ambayo ni magonjwa ya afya ya akili, msongo wa mawazo uliokupelekea kwenda kwenye alkoholi, kwenda kwenye pombe na bad behaviors, lakini pia wale ambao msongo wa mawazo uliotokana na msimu mbaya, misimu katika maisha yako, kwa kuletea magonjwa ya moyo, magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo, magonjwa ya pressure, magonjwa ya kuparalyze, kupooza. Haya magonjwa yote ni magonjwa ambayo watu wanameza dawa leo, si kwa sababu nyingine. Misimu ambayo watu wamepitia, mishtuko mikubwa, majeraha makubwa ya moyo, uonevu wa wazi, mambo ambayo yamewahi kukuletea msongo wa mawazo. Magonjwa haya niliyotaja, na wengine wako India saizi kwa upasuaji, wengine wako hospitalini kwa upasuaji. Mkisikia nikizungumza juu ya falsafa ya misimu na kusudi, ujue namna misimu imejeruhi watu wengi. Leo wana magonjwa ya vidonda vya tumbo, lakini ni mtu mmoja tu alihangaika na wewe, ukajikuta unasonona, unatembea na sonona, una trauma, una stress, umefanyiwa psychological torture, na umefika mahali umejisikia umeyapata magonjwa yasiyoambukiza. Na haya ni magonjwa yanayosumbua watu na yanatumia muda wa watu. Ule muda ambao unapaswa kufanya kazi, ndio vidonda vimelipuka, ndio mapresha yamelipuka, ndio masukari yamepanda, yameshuka. Yani hivyo ndio wakati ambao unahitaji una shida, una sheria ya vyakula kwa sababu ya figo na mambo mengine, lakini kimsingi ni stress. Ndugu yetu mmoja, rafiki yangu sana wa karibu, alipata stress kazini. Nikajaribu kumtia moyo, lakini ulikuwa ni msongo mbaya wa mawazo. Nikakazana naye kadiri nilivyoweza. Akaniambia, mchungaji, naona kama nashindwa kusamehe. Huyu mtu aliyenifanyia hichi kitu sio aliyepaswa kunitendea namna hii. Mchungaji. Mwingine ananiambia kabisa, vaa viatu vyangu. Nikamwambia, viatu vyako nimevivaaga na kuvivua. Si kwamba hata mimi sijapitia, nimepitia. Lakini tafadhali, nachokiona unaenda kupoteza organ zako za thamani kwenye mwili wako kwa sababu ya mtu, na utamwacha huyo mtu akiendelea na maisha. Ambia, hapana, inaniuma mno, sio yeye, bora mwingine angenifanyia. Mchungaji, inauma mno, nilihangaika naye. Baada ya mwezi mmoja aligeuka kuwa mweusi kuliko nguo hii niliyovaa. Alipopelekwa hospitali akaambiwa figo zake zote 2 zimefeli. Ni msimu wa kazini, na hiyo shughuli ilikuwa ofisini, kazini, misimu ya kazini. Na unakutana na huyo bosi wako, naye anamng'ang'ania kiti cha misimu ya miaka 4, ya miaka 5, misimu. Na ni kichaa cha misimu, Akahangaika, akamsumbua mpaka figo 2 zikafeli. Akapelekwa India. Amekaa India mwaka 1 na miezi 3. Bahati nzuri Mungu akasaidia, akapatikana dona, akawekewa figo nyingine. Kwa hiyo sasa anaishi na figo moja ya kupandikizwa, lakini zote 2 ziliuawa na majanga,
machuki, mawivu, mahasira, kusukumana, kukanyagana kwa mtu mmoja anayetetea msimu wa miaka 5, wa miaka 2, wa miaka 3 kwenye kiti cha uteuzi. Shida iliyoko maofisini, umetumwa pale ni mkurugenzi, umetumwa pale ni manager, umetumwa pale kuwa leader of the department, na ni kiti cha msimu. Ukai hapo. Hilo shirika ulilikuta kama huko UN ipo, kaangalia ulianza mwaka gani. Just go, nenda ka Google uangalie UN ilianza mwaka gani. Wewe sio wa kwanza na sio wa mwisho. Asubuhi nimefundisha na nitasema, na hii itakuwa ni kauli ya 2026. Maisha ni marefu kuliko misimu. Are we together? Maisha ni marefu. Wewe unayeonea, onea, lakini fahamu jambo hili ya kwamba maisha ni marefu kuliko msimu. Msimu utapita, maisha yatabakia. Washindi wachache wangesema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi, haleluya. Lakini na wewe unayepitia msongo wa mawazo, sijui ni mtu eti, yani mtu eti mlikutana hapa juzi akakutapeli tapeli tu, I love you, na wewe akamwambia I love you too. Yani hivyo tu, hivyo tu. Ni mtu mlikutana hapa, una ndevu tayari mtu, basi unasonona, siwezi kulala, siwezi kuamka, nilimkabidhi moyo. Moyo mpe Yesu, simpe mwanadamu. Limpa moyo utengoe wine nje mdumae, utoe moyo umpe mtu. Moyo wako mpe Yesu. Hata Yesu mwenyewe alipokuwa msalabani, wanadamu walimchosha. Wanadamu waliowalisha chakula, aliyefufua wafu hao walimchosha. Mwenyewe akiwa msalabani akasema, Baba, roho yangu naiweka mkononi mwako. Roho yangu naiweka mikononi, sio mikononi mwa sijui sweetie, sijui pineapple. Kwa hiyo unapitia kwenye msimu. Ni mtu aliyekuja na yeye pia ni kichaa cha mapenzi na kichaa cha uharibifu kwa kichwani, naye ni mtu wa msimu, na anakutesa moyo wako. Unashindwa kuachia, unashindwa kusamehe, unaua organs zilizoko ndani yako, moyo, figo, sijui vitu vingine vyote, kongosho, unaua kwa sababu ya kumfikiria mtu. Kwa hiyo ombea uponyaji, na Bwana Mungu ameahidi kwa kinywa cha nabii Yeremia, akasema, maana nitakurudishia afya. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa sawa sawa hapa? Kuna wazazi ambao wanameza dawa kwa sababu ya watoto waliowazaa. Amewasomesha watoto, amewapeleka shule, mtoto amehangaika naye, amerudi leo ni mzigo kwa wazazi, kwa familia, na leo unameza dawa kwa sababu ya watoto. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia kile ambacho tumesoma, mlango wa 30 mstari wa 17, maana nitakurudishia afya, asema Bwana, nami nitakuponya jeraha zako zote. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote, asema Bwana, asema Bwana. Ninaomba na ninatangaza kwenye madhabahu hii, kuna watu ambao leo magonjwa ya kansa, magonjwa ya figo, magonjwa ya sukari, magonjwa ambayo kabisa umeamezea dawa miaka mingi, acha Mungu ayaondoe leo katika maisha ya kwako. Washindi wachache wangesema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi, haleluya.